Itukuzwe damu ya Kristo! Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Mwangaza FM, tusikilize tafakari ya ujumbe Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 3. Kama vile askari anavyotambulika kwa ujasiri anaonesha wakati wa mapambano, vile vile majaribu ambayo Mungu anakupatia ni tanuru la nguvu ya kimungu, ambamo dhahabu ya upendo wa Mungu husafishwa. Ndugu zangu, leo tunatafakari maneno yenye nguvu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo aliyosema mwaka 1819 kwamba kama vile askari anavyotambulika kwa ujasiri anaonesha wakati wa mapambano, vile vile majaribu ambayo Mungu anakupatia ni tanuru la nguvu ya kimungu, ambamo dhahabu ya upendo wa Mungu husafishwa. Ndugu zangu, tujiulize, je, sisi ni askari wa Kristo kweli? Na tunapopokea majaribu tunasimama imara au tunakata tamaa? Ndugu zangu wapendwa, lazima tutambue kwamba majaribu ni mpango wa Mwenyezi Mungu mwenyewe, na neno lake kutoka katika waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 1 aya 6 hadi ya 7, anasema, imani yenu iliyo ya thamani kuliko dhahabu ipoteayo ijapokuwa hujaribiwa kwa moto. Dhahabu safi hupatikana kwa kupita katika moto. Vivyo hivyo imani ya kweli hupatikana kwa kupita katika majaribu. Ndugu zangu, lazima tutambue kwamba majaribu si adhabu kila wakati. Mara nyingi ni shule ya Mungu, ni mahali pa kukomaa, ni mahali pa kukua. Na Mtume Yakobo katika waraka wake wa kwanza sura ya 1 aya ya 2 anasema, hesabuni kuwa ni furaha tupu mnapoangukia katika majaribu. Hapa tunajifunza kwamba si kwa sababu maumivu ni mazuri, bali kwa sababu matokeo yake ni baraka. Pili, lazima tutambue kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ni mfano wa askari jasiri. Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alipitia majaribu. Alijaribiwa jangwani, aliteseka Getsemani, alibeba msalaba hadi Kalvari, hakuacha mapambano na wala kukimbia tanuru. Na kwa utii wake wokovu wetu ulipatikana. Basi ikiwa na sisi ni wafuasi wake, hatuitwi maisha ya raha tu, bali maisha ya ushuhuda. 3, kipaimara ni muhuri wa ujasiri. Ndugu zangu, tulipopokea sakramenti ya kipaimara, tulipokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Yesu mwenyewe alisema, mtapokea nguvu nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 8. Ndugu zangu, kuwa shahidi maana yake ni kusimama kwa ukweli, hata kama si rahisi. Askari wa Kristo hasimami upande wa uongo, hanyamanzi dhuluma, hakubali rushwa, na wala haishi imani yake kwa aibu. Ndugu zangu wapendwa watazamaji na wasikilizaji, kupitia ujumbe wa Mtakatifu Gaspari del Bufalo Padre na mwanzilishi wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu, tunajifunza ya kwamba tunapaswa kuwa na ujasiri wa maadili katika ulimwengu wa tamaa na ubinafsi. Mkristo aishi na aonyeshe ukweli na haki. Pili, tunajifunza kwamba tunapaswa kuwa na uvumilivu katika familia zetu. Badala ya kukimbia changamoto, bali tuchague msamaha na subira. 3, tunaaswa kuwa na imani inayoonekana na kuishi kweli. Yakobo sura ya 2 aya 17 anasema, imani pasipo matendo imekufa. Sio wa Kristo maneno pekee,
bali wa matendo yanayoonekana. Ndugu zangu wapendwa, tujiulize, je, tanuru la leo ni lipi kwako? Je, ni ugonjwa? Je, ni changamoto za kiuchumi? Je, ni changamoto za kupingwa kwa sababu ya imani? Je, ni changamoto ya kuwa mpweke? Ndugu wapendwa, msiogope, kwa maana moto haukuja kuangamiza, bali kuwasafisha. Mwenyezi Mungu anaiona dhahabu ndani yenu, na atakaa ing'ae zaidi na zaidi. Ndugu watazamaji na wasikilizaji wapendwa, askari hutambulika vitani, Mkristo hutambulika katika majaribu, utakatifu hutengenezwa katika tanuru la imani. Roho Mtakatifu, uliyeweka muhuri wako juu yetu katika kipaimara, tujalie ujasiri wa kusimama imara. Safisha imani yetu katika tanuru la majaribu, ili dhahabu ya upendo wa Mungu ing'ae ndani yetu. Tufanye askari wa kweli wa Kristo katika maneno na matendo. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Alfred Cyprian Mahwela, frateri wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu.